inaibwa, inapelekwa kwa watu ambao wao kazi yao ni kuharibu mifumo na alama maalum za simu zile na wamiliki wao, alafu baadaye zinatengenezwa na kuuzwa tena. Zinaweza zikauzwa hapa hapa Dar es Salaam au zikauzwa kupelekwa mikoani, kwa sababu wanakuwa wamezibadilisha ile mifumo ya asili ya simu zile. Kwa simu zaidi ya 108. Nakumbuka hizi tablets na hivi vifaa viliibwa kwenye kampuni niliyoitaja kwenye habari yangu. Vifaa vyenye zaidi ya thamani ya shilingi milioni 400 viliibwa, navyo katika ufuatiliaji huu kamata. Akiacha laptop au tablet yake dakika chache kwenye gari, unakuta wanafungua au wanavunja na kuchukua. Kitendo hivyo ni kero. Akichukua anapeleka kwa mtu ambaye kazi yake ni kununua tablet ya milioni 1 au 800,000, mtu ananunua milioni 2.5 au 3. Unakuta wizi ule unakuwa na mtiririko. Kwa hiyo wale wanaonunua mali hizi za wizi na wale wanaoiba wote ni wizi katika nafasi tofauti. Wapo wale wanaotekeleza moja kwa moja, wapo wale wanaosaidia, wapo wanaowezesha, na wapo wale wanaoshawishi. Kwa kila mtu ataingia kwenye kipengele cha sheria kulingana na nafasi ya jinsi alivyoshiriki ya kihalifu. Nimewaeleza hawa watu wa pikipiki, anaweza kang'ang'ania mkoba na mtu anajua thamani ya ule mkoba una kitu gani, akawa anazuia. Wanakuwa na mapanga, wakati mwingine wameweka mabegani, wameweka mgongoni, wanatoa, wanakutishia. Wewe unakuta unaachia, wanakutishia, unaachia. Haiwezekani. Vitendo hivyo havikubaliki na haiwezekani vikatendeka. Sisi polisi kanda maalum ya Dar es Salaam hatumpi nafasi mhalifu. Maana tukiwakamata, shauri tunapeleka ofisi ya mashtaka, baadaye kwenye mahakama zetu za kisheria, na wananchi ambao wamepata madhara ya matukio yale tunawaeleza wakatoe ushahidi mahakamani. Na matokeo ya mifumo hii ya kisheria mmeiona kwa mujibu wa taarifa. Baadhi ya watuhumiwa wamepatikana na hatia na wamepata adhabu kali, na hiyo ni majibu ya taswira ya jiji la Dar es Salaam mnavyoliona jinsi linavyoendelea kwa salama. Kundi la watu limeenda likaiba mashine yote, wanaiba Dar es Salaam wakitaka kuuza mikoani. Nao watuhumiwa hawa wamekamatwa na hatua za kisheria nazo zitachukuliwa dhidi yao. Sasa wakavunja, wakaiba television au wakaiba vifaa vyote vya kielektroniki. Kwenye gari hili tunaliona liko kitu, kwa hiyo linasafirisha kutoka eneo la tukio na kupelekwa kwa watu wanaopokea mali za wizi, ambao nao tumewakamata. Kila anayeshiriki tukio la wizi kwa nafasi yake, dereva anaendesha gari huku ukiwa na knowledge, ukiwa unafahamu kwamba hawa ninao wabeba wanakwenda kuiba, na unaona wanaleta mali za wizi kwenye gari, unapeleka kwa mnunuaji wa mali za wizi, wewe naye umesaidia kushiriki tukio lile la kuvunja au kuiba mali zile. Kwa hiyo wote tunawaunganisha kwenye makosa katika mtiririko wa kisheria ambao mwisho tunawataka sana wananchi wafike kwenye mahakama za kisheria kutoa ushahidi.